katika maeneo ya mipaka na vijiji imeripotiwa kuwa na ulinzi mkali wa kijeshi ili kulinda mipaka, na huku serikali ya DRC ikiendelea na operesheni zake za kuondosha waasi wa M23 katika miji na mipaka ya DRC. Kupitia Mbavu TV Online tumekuletea picha na video husika kwa yale ambayo yanaendelea katika mashamba ya vita. Kuna baadhi ya vijiji ambavyo vilikuwa chini ya usimamizi wa waasi wa M23 na ni hivyo hapo ambavyo vimekwisha kurejeshwa na vikosi vya serikali ya FARDC wakishirikiana na wazalendo. Na kuna wanajeshi wa waasi wa M23 ambao wameweza kushikiliwa mateka ambao wamekadiriwa kuwa zaidi ya 20 hivi sasa kufuatia operation za hivi karibuni, ambao wameshikiliwa wakiwa na silaha zao, nguo za kijeshi na vifaa vya mawasiliano pia. Muungano wa serikali na wazalendo umeleta tija na mafanikio makubwa kufuatia operesheni za hivi karibuni, na ukilinganisha za awali zilizopita, za sasa zimekuwa na mafanikio makubwa, alisema hivyo mzalendo. Hatuyepo mbio kukufuata wewe, lakini wewe unaanza choka. Wakati unaanza choka, hata atakumaliza tu. Na tukiangazia huko katika tarafa ya Fizi ni kwamba kikosi ambacho kinachoongozwa chini ya usimamizi wa General Amori Yakutumba, ambayo ni kundi la wazalendo wakishirikiana na serikali ya Kongo yani DRC FARDC, wapo kwenye mchakato wa kuingia katika uwanja wa vita, huku akiimarisha na kuwapatia wanajeshi wake morali na disiplini hali ya juu ili kutekeleza mashambulizi hayo kwa kina zaidi na kwenye umakini wa hali ya juu. Na kama unavyoona tumekuletea video mjongeo inayoonyesha matukio tofauti tofauti na Jenerali Yakutumba anavyowapatia wanajeshi wake morali, na ukiwa ni muda mzuri wa kujiandaa ili kuingia kwenye mapambano ambayo wanaenda kupambana dhidi ya waasi wa M23, na huku ambao wanasadikika kuwa wamejibaza kwenye milima mirefu ambayo inapatikana huko Fizi, milima mirefu, na hivyo wakiwa kwenye maandalizi ya kuenda kumuondoa adui kwenye milima hiyo mirefu inayopatikana huko Fizi. Na sikiliza taarifa na ripoti anayowapatia wapiganaji ama askari hao. Ukimwita Mnyamulenge sava, lakini mission yetu ni kusema population civile tunaisekirize. Wewe mwenye tunafuata ni adui. Tunafuata ule mwenye na silaha ndio tunafuata. Kwa hiyo tupende nchi yetu. Tujidone kuraji ya kufukuza na adui. Leta inatuma kikosi ya kufukuza ule adui, ifo bafanye kitu kimoja na ba VDP. Msizani kwamba mtakuwa ba VDP wenye mfanye kazi. Mipango ingine iko nakuya. Lakini kitu cha kwanza tunaambiliwa ni kusema kwamba tuondoe M23 msehemu za Minembwe, sehemu za Mikenge, partout. Fasi yote nani M23 na okipe. Mu Republique Democratique ya Congo yote. Il faut tufukuze M23 partout. Na tumuvushe Rwanda. Congo ibakie Congo yote mu controle ya gouvernement yetu. Ile ndio mission yenye sisi tuko nayo. Hauko VDP sababu kuja hapa presence hapa unapenda unakuja, unapenda unarudia. Hapana. Na ndio maana bana organiser kitu mmoja wanaita centre de formation ya ba VDP kule Kikondo. Ni rais mwenye ndio anaorganize hiyo. Sababu kitu hiki kinasumbua sana. Mko wapambanaji, mko nguvu, lakini mnakosa kitu hiki kimoja, mnakijua. Nani atakisema hapa? Mnakosa kitu kimoja, nani atasema hapa? Unakosa nini? Mafunzo. Nasikia kule. Unakosa discipline. Mko nguvu, mko chupavu, lakini mnakosa discipline. Ila kusema bakia hapa mpaka nouvelle wao. Mko nabakia vile? Sasa. Bakia vile. Tu unakosa. Soda kama unaweza kamata bunduki. Faut ufunzo kujua discipline ni nini. Unabakia pale 2 jours uko pale. Jusqu'à nouvelle ordre. Ndio soda. Soda hauna discipline na plateau moja yenye ina discipline itakusumbua hapa. Leo ile ni kitu ambacho napenda kuambia kwamba hivi tuko na kazi hapa yenye tutafanya. Hii yote ya sisi yote. Tunaenda kwa njia hii. Tunataka leo
njia hii. Ya Kalonzo. Nasikia vipi? Watu tunatafuta tufanye wote tuko wapele kufanya ile kazi. Sio wote tutasogelea kule, sio wote tutasogelea kule. Hii kikosi hii. Panga batu yote benye biko hapa, panga. Ilihesabia mabunduki ilikuwa kule kule. Alors na wengine bote hata kama unakosa bunduki utaenda. Donc twende tuitane kule. Non vi, tusera adui. Kesho yake tuangalie namna gani kazi tutafanya kwanza kesho na kesho yake. Labda la adui tutamtosha pale. La adui condition tumtoshe mwa ile sehemu. Ndio tunapatana hivi. Tutosha adui mwa ile sehemu. Ile sehemu yenyewe mnajua. Penye kwa nabakia adui ifaa atoke. Atatoka kwa eforo yetu sie bote. Baibu, bagepare, banani, batigre na wengine sie bote tunakonsantre hapa banikala mwa acha banikala hapa kila watu kama tunaachilia baibu wao peke. Unaona banaenda hivi nyuma yao adui anabakontourner hivi. Non, tunaba expose mu danger. Non, il faut adui asikose fasi ya kusema anaweza kudeborder hivi. Kule kunakuwa wazi. Sasa vile iko kutandarukala, iko wazi nadhani itatusaidia sana. Donc tuko hapa kwa ajili ya kazi. Donc vraiment tu prepare batu waondoke. Bwana kazi ni yako, andaa watu. Tulikuja hapa kwa ajili ya kazi. Chakula kingine vyote tutakula watu kule. Nasikia vipi? Nasema vingine vyote na chakula vingine vyote watu kule. Unanielewa hivi? Kama nasema vingine vyote maana yake iko pale. Sababu mimi peke nitakuwa kule. Vingine vyote mtakuta watu kule. Hapana hapa. Nasikia vile? Nasema chakula na vingine vyote mtakuta watu kule. Tuanze kuondoka. Kwanza ulete apesa noma kwa 15 hata 20. Nasikia vile? Vingine ni wakiwa na prepare. Hata leo tunaweza sabia hapa 1 2 3 4 vile mnajua na chef